Taarifa nyingine jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amekabidhi sadaka ya vyakula ilivyotolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye vituo mbalimbali vya makao ya watoto wenye uhitaji kwa ajili ya kuwezesha kufurahia sikukuu za Idi. Akizungumza jijini Dar es Salaam hii leo wakati akikabidhi sadaka hiyo, Chalamila amesema ni desturi ya rais kutoa mkono wa heri wa sikukuu kwa makundi mbalimbali wenye uhitaji, ambapo hii leo amekabidhi sadaka ya vyakula na mbuzi kwa ajili ya kitoweo kwa watoto wanaoishi kwenye vituo mbalimbali katika mkoa huo. Anaungana na akina mama na akina baba, akina bibi, akina babu wanaowalea ninyi watoto wazuri wote kutoa mkono wa Idi al-Fitri, kutoa mkono wa heri kuelekea kwenye sikukuu kubwa ya Idi. Akasema Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anaitwa nani? Semeni kwa sauti, Mheshimiwa Rais anaitwa nani? Dr. Samia Suluhu Hassan akasema basi wapelekeni wajukuu zangu wakaione sherehe hii vizuri, kwa sababu wameshiriki kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wapo walioshiriki pia kwenye mwezi huu wa Kwaresma, waliofunga ili kupata baraka na thawabu kutoka kwa mtume wetu. Kwa hiyo ninyi watoto wazuri, najua wapo hapa ninyi ambao mna kina baba, lakini wengine hamjawahi kumuona baba. Aidha, ametoa muda wa wiki moja kwa afisa ustawi wa jamii katika mkoa huo kuhakikisha watoto wote waliopo mitaani wakiombaomba pamoja na watu wenye ulemavu ambao wamekuwa wakituhumiwa kuombaomba mitaani, kuhakikisha wote wanapelekwa kwenye vituo vya kuhudumia wahitaji, kwani serikali imeshajenga vituo vya kutosha kusaidia makundi hayo, na ameagiza wafundishwe stadi mbalimbali za ufundi ili wajikwamue kimaisha. Wanazunguka na vibaisikeli, wale wote ambao wamekaa mahali wanaomba wakamatwe wote, wapelekwe kwenye vile vituo vilivyojengwa na serikali, wakawekwe pale kwa ajili ya malezi, na kama kuna mtu atatoka tena kwenye kile kituo au vile vituo, basi huyo hatua kali za kisheria zitaweza kuchukuliwa dhidi yake au dhidi ya mzazi anayefanya hivyo, au la, serikali ipo tayari kuwagharamia kwenda kwenye makazi mojawapo ya watu hawa walio wenye moyo safi. Sisi kama serikali tutagharamia, kuliko kuzunguka na watoto chini ya miaka 3, 2, 5 na kuwazungusha kwenye barabara usiku na kuombaomba. Tunajenga tabia mbaya katika taifa na kuonyesha kwamba taifa halina sera ya kuweza kuwalea watoto ambao wamekosa wazazi, wako kwenye mazingira magumu au vinginevyo, au walemavu au watu wenye mahitaji maalum. Mtazamaji, taarifa hiyo inatufanya tuelekee kule jijini Dodoma, ambapo Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema Tanzania itakuwa nchi mwenyeji wa kongamano la kimataifa la E-Learning Africa linalotarajia kufanyika Mei 7 hadi 9, 2025 katika kituo cha mikutano cha Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Waziri Mkenda amesema hayo leo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, ambapo amesema kongamano hilo litakuwa mara ya pili kufanyika nchini, na mbali na kongamano hilo litajumuisha mkutano wa mawaziri zaidi ya 50 kutoka nchi 49 barani Afrika utakaokuwa na lengo la kuazimia mikakati ya pamoja na kuandaa nguvu kazi mahiri katika kubuni, kuzalisha na kuimarisha matumizi ya kidigitali. Kauli mbiu kwa mwaka huu ni kufikiria upya elimu na maendeleo ya rasilimali watu kwa ustawi wa Afrika, yani Reimagining Education and Human Capital Development for Africa's Future Prosperity. Ndugu wanahabari, kongamano la E-Learning Africa kwa sehemu kubwa linalenga kuleta pamoja makundi mbalimbali ya wadau kutoka zaidi ya nchi 65 kwa ajili ya kujadili, kubadilishana uzoefu, kuhamasisha uwekezaji na kuazimia mipango ya pamoja ya kuchagiza matumizi ya teknolojia za kidijitali, hususan katika sekta ya elimu barani Afrika. Aidha, makundi hao ya wadau yatajumuisha watunga sera, watoa maamuzi, wataalamu wa elimu, wataalamu wa teknolojia, watafiti, wabunifu, wafanyabiashara, wawekezaji na wadau wa maendeleo. Profesa Mkenda ametaja faida zitakazopatikana kwa nchi kupitia kongamano hilo, ikiwemo kubaini mikakati na mbinu mpya za kuongeza matumizi ya teknolojia za kidigitali katika elimu
Wenyeji wa kongamano hili, nchi yetu inatarajiwa kunufaika na fursa mbalimbali za kuwa mwenyeji wa kongamano hili, zikiwemo kubaini mikakati na mbinu mpya za kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu na sekta nyingine. Pili, kuvutia programu za pamoja za ubiasharishaji wa bunifu na teknolojia zinazoibuliwa nchini. Tatu, kuvutia makampuni ya teknolojia ya kikanda na kimataifa kuja kuwekeza hapa nchini. Nne, kuimarisha ubia baina ya sekta umma na sekta binafsi katika maendeleo na matumizi ya teknolojia za kidijitali. Tano, kuchagiza uchumi wa ndani kupitia bidhaa na huduma zitakazotolewa kwa washiriki wa kongamano hili, na kuhamasisha washiriki wa kongamano kutembelea vivutio mbalimbali vilivyopo hapa nchini na fursa nyingine kadhaa. Na sekta nyingine. Kauli mbiu kwa mwaka huu katika kongamano hilo ni kufikiri upya elimu ya maendeleo ya rasilimali watu kwa ustadi wa Afrika. Tuangazie taarifa nyingine hapo jijini Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simbachawene amemwelekeza Katibu Mkuu Utumishi wa Juma Mkumi kuhakikisha barua za walioshinda usaili na kupangiwa vituo vya kazi zinatolewa kwenye mikoa husika walikofanyia usaili badala ya kuwalazimu kusafiri hadi jijini Dodoma, Sekretarieti ya Ajira, kufuata barua hizo. Amesema kitendo cha watumishi hao wapya kupatiwa barua katika mikoa husika kitasaidia kupunguza gharama, usumbufu pamoja na muda wanaotumia kufika hadi Dodoma. Simbachawene ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati akizindua baraza la wafanyakazi wa Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Hizi za placement za watumishi walioshinda usahili zitolewe kwenye mikoa huko ambako walifanyia usahili, ili akiipata pale barua yake anatoka Kigoma, hapaswi kuja Dodoma arudi tena Kigoma akachukue barua yake halafu amepangiwa Lindi. Tumefanyia safari kubwa kweli. Amefanyia usahili Rukwa na barua ataipata kutoka Katibu Tawala Rukwa, halafu baadaye aondoke kwenda kuripoti wapi? Kigoma alikopangiwa. Katika hatua nyingine, Simbachawene amemwelekeza Katibu Mkuu Utumishi kuandaa kituo cha pamoja, yani one stop center, katika ofisi hiyo kwa lengo la kusikiliza changamoto zinazowakabili watumishi wa umma, ikiwa ni ubunifu na kuzitafutia ufumbuzi changamoto hizo papo kwa papo kwa watumishi wenye changamoto za kiutumishi wanaofika Ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora zilizopo Mtumba jijini Dodoma. Amefafanua kuwa kituo hicho kitakuwa na mawasiliano ya waajiriwa wote nchini, hivyo mtumishi hata lazimika kurudi tena katika mkoa wake kurekebisha taarifa zake, badala ya suluhisho zote za changamoto alizonazo kupatikana hapo. Wale watahudumiwa kwa haraka pale na mara moja kupandishwa juu kwa wakurugenzi kwa ajili ya mambo yao, kwa sababu wanapokuja kule na wenyewe wana mambo, wametumwa na mamlaka. Mtu ametoka kwa mfano halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa, amekuja na issue ya utumishi. Sasa hapaswi kuchelewesha, yani hiyo ni haraka lazima hukumiwe, kwa sababu yeye anatakiwa kurudisha kule mrejesho wake. Na tunataka wote wapitie kwenye kile chumba. Lakini kitwika pale wanasikilizwa, anashauriwa, kuna vitu vya kurekebisha, inapigwa simu pale, kuna simu za kutosha pale, na waweze kuaccess kote kule ambako wanaweza kuwasiliana na waajiri. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Utumishi Juma Mkomi ametumia fursa hiyo kumshukuru Waziri Simbachawene kwa maelekezo aliyoyatoa na kwa ubunifu huo, huku akimwahidi kuyatekeleza kikamilifu. Mheshimiwa Waziri, tumepokea maelekezo yako na tunaenda kuyafanyia kazi kwa namna ulivyoelekeza, na tutajitahidi na wenzetu ili kuboresha utendaji wetu wa kila siku kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Tuangazie taarifa nyingine jijini Dar es Salaam. Serikali imesema itaendelea kuboresha sera na sheria ili kuona namna sahihi ya kuwezesha vyuo vikuu kujikita katika tafiti ambazo zinageuza fursa za kipato na kutatua matatizo katika jamii.
Hayo yameelezwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Suleiman Jafo wakati wa kufunga warsha siku 4 kuhusu ubidhaishaji wa bidhaa za utafiti na ubunifu iliyofanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yenye lengo la kuibua tafiti ziwe fursa za kiuchumi ambazo zitakuwa chanzo cha fursa za ajira na kujiajiri. Kubwa zaidi ni mwataka hasa wenzetu wenye viwanda kuhakikisha sasa wafungue milango kwa watafiti mbalimbali au wanazuoni kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya ushirikiano kulenga kuleta mafanikio makubwa katika nchi yetu. Lakini hata hivyo ni sasa upande wa chuo wahakikisha sasa wafanye tafiti zenye kuuzika zaidi ambazo zitatengeneza mazingira ya kibiashara, lakini kubwa zaidi kufanya mazingira mazuri ya kuwalea vijana. Jukumu letu sisi kama serikali tutaendelea kuhakikisha tunaboresha upande wa sera zetu ama sheria zetu ili ziendane sambamba na kuona jinsi gani tusaidie vyuo hivi viweze kufanya vizuri katika ulimwengu wa sasa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Balozi Mwanaidi Majila ameomba serikali pia kuweka fungu kwa vyuo kufanya tafiti zenye matokeo chanya, na huku akisema haina maana kama utafiti na usijibu changamoto za jamii na utatuzi wake, ya kubadilisha utafiti kuwa suluhisho la maisha ya watu. Hiyo ndio value for money. Utafiti usio kwa suluhu kwa maisha ya watu ni utafiti ambao hauna maana yoyote. Tuchukue fursa hii kuendeleza ushirikiano wetu na kujizatiti kwa pamoja katika kujenga mfumo endelevu wa ubunifu na maendeleo nchini. Naye makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Anangise amesema kwa sasa bunifu na tafiti zinapaswa kwenda mbali zaidi ili kulazimisha ajira na kujiajiri sambamba na watafiti wenyewe kunufaika. Sasa hivi ndio tumeanza kusisitiza kwamba tafiti na bunifu zinazofanyika zifanyike kuwa sehemu ya biashara, kwa maana kuwekeza kama taasisi, kuwekeza kwenye wabunifu kama ambavyo mmeshuhudia kwa siku zote 4 mambo ambayo yamekuwa kiendelea, na pia kukifanya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam au wabunifu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kunufaika na shughuli za ubunifu wanazozifanya.